upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Mwanadamu aliwekwa katika dunia ambayo iko na kuangamia kwingi, iko na mateso mengi, iko na majutio mengi. Lakini tukiangalia hili neno, na pale mwanzo Mungu mwenyewe alimuumba mwanadamu katika mipango mizuri na katika mipangilio ya upendo mwingi mno. Mungu alimuumba mwanadamu akimkusudia maneno mazuri. Mungu hakukuumba uangamie. Mungu hakukuumba uteseke. Mungu hakukuumba uishi katika maisha ya kuangamia. Biblia inasema ya kwamba na Mungu alipomuumba mwanadamu alimweka katika shamba ambalo liko na vyote. Aishi maisha mazuri, akule vizuri na afurahie maisha yake. Baadaye mwanadamu alirudi akatenda dhambi. Na ile dhambi ndio ilimtenganisha mwanadamu na Mungu. Ushirika ule ukamuondokea Mungu na mwanadamu. Na mwanadamu akafukuzwa katika lile shamba ambalo Mungu alikuwa amemweka. Shamba lenye mazuri, shamba lenye amani, shamba lenye starehe, shamba lenye furaha na raha, ndiyo Mungu alikuwa amemweka mwanadamu. Lakini Mungu akamwambia mwanadamu, katika mashamba hili, hii ndiyo sheria. Usiguze hili, usiguze hili, na ili tuweze kuandamana na wewe. Amen. Kwa hiyo nataka nikujulishe hivi, Mungu anakupenda na Mungu amekuumba kwa kusudi kuzuri. Kuna kusudi kuzuri kwa Mungu kukuumba. Amen. Na baada hayo mwanadamu akafukuzwa. Na baada ya kufukuzwa, neno la upendo linamrudia Mungu. Mbinguni kunakuwa na kikao. Je, mwanadamu tumemfukuza? Mwanadamu hatumo na yeye tena. Tumemtupa aende akateseke, aende akaangamie, aende akalie, akapate kwa uchungu. Je, mbinguni kukaulizwa, tutafanya nini ili mwanadamu aweze kurudi ushirika na Mungu wake? Amen. Mungu mwenyewe akaweza kuandaa uchungu ule ambao utagharimika ili mwanadamu aweze kukubalika kurudi katika mikononi mwa Mungu. Lakini ni kurudi katika mipango, sheria na tena hatua. Amen. Mungu akatengeneza kitabu kizuri sana chenye muhuri 7. Nacho kile kitabu kilikuwa kimejaa dhiki na uchungu. Kikawekwa mbele ya kamiti mbinguni, malaika ikawekwa mbele yao, lakini hawangeweza kustahimili ile uchungu iliyokuwa katika kile kitabu. Kikawekwa mbele ya mkuu wa vita Mikael, akaona yeye atastahimili. Kikawekwa mbele ya Gabriel, hakustahimili. Hata natumai kilipelekwa kila kona ili kuonekane kana kwamba kutapatikana yule kuweza kukifungua ili mwanadamu amrudie Mungu wake katika gharama. Amen. Neno nasema hivi, mbinguni kulikosa, duniani kukakosa, lakini Yesu kwa sababu alikuweko, na Yesu mwenyewe ni neno, Yesu mwenyewe ni nuru, alikuweko, akasema na mimi nitajitoa niweze kufungua hicho kitabu ili kwa upendo mwanadamu aweze kurudi kwa baba yake, lakini atarudi kwa sheria. Amen. Biblia inasema ya kwamba naye Yesu akajitoa, Baba wa mbinguni Jehova naye akamtoa kwa kumpenda mwanadamu. Amen. Kwa hivyo ni Yesu alipenda kwa kumpenda mwanadamu, naye Baba akampenda, akampa nguvu na mamlaka ya kuweza kuja kufungua kile kitabu. Biblia inasema ya kwamba katika kitabu cha Yohana 3:16
Inasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na ule uzima wa milele. Tuendelee. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Pigia Yesu makofi. Yesu makofi mazuri. Amen. Ili ulimwengu uokolewe katika yeye. Bwana pewe sifa. Ulimwengu huu, Biblia inasema pale katika hicho kitabu Yohana 3:16, kwa maana jinsi hii otaulia gai edile kile digia. Amen. Kwanza Mungu ni kupenda, alipenda ulimwengu. Ulimwengu unaishi wa ulimwengu. Amen. Wanadamu, Mungu akawahurumia sana. Akaona mwanadamu ni kuisha. Akaona mwanadamu ana mwelekeo. Akaona mwanadamu dunia aliyoko kuna kuangamia kukuu. Na kwa sababu Mungu hakuumba mwanadamu aangamie, aliumba mwanadamu amfurahishe, amhudumie, amsikie, atii sheria zake. Na kwa sababu mwanadamu alikataa, kukatokea shida. Tena Mungu mwenye huruma amejitoa tena. Amen. Na ndiposa nimekuonyesha hizo picha, sababu wokovu umegharimikiwa gharama ambaye hakuna mwanadamu mbinguni na duniani angeweza kumwokoa mwanadamu, ila Yesu pekee aliye na upendo. Na ndiposa Biblia inasema vyema, Yesu akaongea maneno haya, akasema hamstahili kuandikiwa mpendani, kwa sababu upendo huo umesha miminwa ndani yenu. Yesu makofi mazuri. Amen. Na ndiposa nilikuambia siku ya leo ni siku njema. Sema siku njema. Leo ni siku njema. Matendo yaliyotendeka pale Kalvari ndiyo itatuokoa leo, kwa sababu msaada wa mwanadamu umo katika Kalvari. Mwisho wa mwanadamu ni Kalvari. Na neno nasema vyema, Mungu aliishi na wana wa Israeli vizuri. Wale wana wa Israeli wakomboa pale Misri, alipelekana nao vizuri, aliwatendea miujiza, aliwapa chakula, alitengeneza njia katika Red Sea. Lakini kuna wakati ilifika wakamzoea Mungu. Kama vile siku hizi tuko, injili inatumiwa vibaya, neno la Mungu latumiwa vibaya, lakini ni yule tu mwanadamu aliyependwa na Mungu, aliyekombolewa Misri, yule mwanadamu aliyetendewa miujiza, yule mwanadamu aliona bariki muondokea apite. Amen. Mwanadamu akamzoea Mungu. Mungu akaona ni vyema sasa huyu mwanadamu lazima aanze kugharimika. Akaachilia nyoka za moto. Zile nyoka za moto zikaanza kuwauma na kuwaua. Kama kuzoea tu, wakaenda kwa Musa, wakamwambia nenda ambia Mungu hivi, tumeona dhambi zetu. Mungu hapendi mazoelefu. Mungu hapendi kuzoea, sababu kuzoea huwa kunaleta dhambi. Na dhambi ikiingia inaleta mauti. Kwa hivyo Mungu akaona ya kwamba hawa wanadamu lazima sasa, nimekuwa nikiwasaidia bure, nimekuwa nikiwapa bure, sasa watagharimika. Akaambia Musa, fanya hivi, nenda uangalizo nyoka, utengeneze nyoka wa shaba, urudi weke pale mlimani. Wakiumwa na hizi nyoka, wakiangalia nyoka, wapokee uponyaji. Sasa gharama imeanza. Lazima uangalie. Biblia inasema ya kwamba na kama vile Musa alimuinua nyoka wa shaba jangwani, hivyo ndivyo Yesu mwana wa Mungu ameinuliwa juu, ili yote atakayeumwa na nyoka hizi akitazama Yesu msalabani anapokea uponyaji. Hii Yesu makofi mazuri. Huu ni wakati wa kujielewa. Wokovu uliye ndani yako umegharimikiwa. Kuna hasara ilienda, kuna uchungu ilipatikana
ukubalike kuitwa mwana wa Mungu. Amen. Neno nasema ya kwamba na ili mwanadamu apate uzima. Amen. Mwanadamu alikuwa ameachiliwa aangamie. Na katika ulimwengu tumewekwa kuna kuangamia kwingi mno. Neno nasema namna gani? Hebu tusome hapo chini kidogo. Teremsha hapo chini. Teremsha hapo chini tena. Amwaminie yeye hahukumiwi. Asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Kwa maana hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Amen. Ni vyema tuamini hili jina la mwana wa Mungu Yesu Kristo. Amen. Hebu tuteremke hapo chini. Na hii ndiyo hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni. Sema amen. Nuru imetufikia sisi. Nuru imeingia ulimwenguni. Amen. Na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Hebu tuende chini kabisa. Maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru, wala haji kwenye nuru, matendo yake yasije yakakemewa. Amen. Ninatumai kuna neno umeshika hapo. Waliokataa nuru wakapenda giza, hawapendi kuingia nuruni, ili matendo yao yasikemewe. Bwana apewe sifa. Ni vyema sote tuingie katika nuru. Amen. Na katika nuru ni ndani ya Yesu, naye ndani yetu. Ili lolote tutakaloliomba kwa jina lake Baba wa mbinguni atufanyie. Yesu, makofi mazuri. Amen. Sema siku ya leo ni siku njema. Ni siku njema kwangu, sababu naangalia msalaba nipate kuokolewa. Amen. Biblia inasema ya kwamba wakati Yesu alikuwa anapigwa ile mijeledi, katika kule kuvimba ili sisi tupokee uponyaji. Amen. Vile Yesu alikuwa anapigwa hiyo mijeledi ili mwanadamu yule amemwamini, yule amekubali nuru, yule ameingia katika nuru apate uponyaji. Si wote watapata uponyaji kupitia hiyo uvimbe. Amen. Ni wale tu wamekubali nuru. Ukisha kubali nuru ingie ndani yako, unapokea uponyaji. Amen. Damu ya Yesu iliyotiririka msalabani ina nguvu na mamlaka, ina uwezo. Na ndiposa unaona kuna askari aliyekuwa chongo, alipodunga Yesu mkuki, maji ilitoka iko imechanganyikana na damu. Ile maji ilimtendea miujiza na hakujua. Amen. Yeye alikuwa chongo, wakati hiyo maji ilimguza jicho lake, akaona jicho lake likawa zima tena. Aliyekuwa anamtendea mabaya akapokea miujiza. Amen. Ili liwe thibitisho ya kwamba huyu ni mwana wa Mungu aliye msalabani. Bwana apewe sifa. Na ndiposa unaona ulimwenguni kote lazima hili jambo watu walisherehekea. Na ndiposa nilikuwa naangalia wiki hii iliisha jana, leo ni siku ya Sunday. Nikawa nasaidiwa. Na nikaona ya kwamba hii ni siku ile wa Kristo wale wameokolewa na Mungu kupitia hii dhabihu wanastahili kumshukuru Mungu. Amen. Unaambia Mungu ni asante, kwa maana jinsi hii ulinipenda mimi, ili mimi nisipotee, ili mimi nisiangamie, na ndiposa naishi kwa sababu Yesu anaishi ndani yangu. Amen. Ndiposa hujaangamia. Maadui ni wengi, wale wanakimbishana na sisi usiku na mchana, lakini kwa sababu kuna gharama iliyogharimika msalabani
atuangamii, kwa sababu neno nasema ya kwamba atakaye muamini asiangamie, bali awe na uzima tena uzima tele. Amen. Kitu cha kwanza, washirika kanisa la Mungu, Mungu ana upendo mwingi sana kwako. Mungu anakupenda sana, na ndiposa amekuhifadhi, sababu wewe ni mali ya mbinguni. Amen. Sema, mimi ni mali ya mbinguni. Mimi ni mali ya mbinguni. Amen. Angalia hiyo matendo ilitendeka, haikutendeka bure. Na ndiposa unaona Mungu alitoa mwanae pekee akijua, na kwa sababu nimetoa huu mwanangu kwa uchungu, naye yule atakaye pingana naye, akatae naye, akatae uokovu, akatae hii nuru, na yeye nimemtayarishia moto wa milele na milele. Kwa hivyo ni kusema nini? Hapa hakuna mchezo. Katika wokovu hakuna mchezo. Amen. Ni vyema Roho wa Mungu tumuombe awe ndani yetu, ili awe nuru kwetu, atusaidie. Amen. Na ndiposa unaona ya kwamba hukumu hii Yesu alihukumiwa ili wewe usihukumiwe. Kupigwa huko alipigwa ili wewe usipigwe. Amen. Damu yake ikamwagika ili yako isimwagike. Amen. Ili wewe utoke katika nuru siku ya leo. Wewe hujajuana na Mungu, wewe hujapokea nuru ambayo ni wokovu, ni vyema ufikirie hilo jambo. Ni vyema uone upendo wa Mungu juu yako. Wewe huwa unaona wokovu ni kawaida. Wewe unakuja kanisani ni kawaida, hauelewi. Hata ukiulizwa wokovu ni nini, hata haujui wokovu ni nini. Ukiulizwa umeokoka, ndio nimeokoka. Wokovu ni nini kwako? Wokovu ni kitu cha dhamana sana. Ni kitu kimegharimikiwa. Ni kitu kuna mmoja amesikia uchungu. Baba wa mbinguni alisikia uchungu. Yesu Kristo alisikia uchungu. Na Mungu kwa upendo huo hakuona uchungu. Akapenda tu mwanadamu. Akatupenda tu bure. Ukapendwa wewe dada, ukapendwa wewe brother. Mungu akakupenda tu, na ndiposa tumepewa nguvu na mamlaka katika kitabu cha Ufunuo. Neno nasema hivi, na kwa aliyeokoka amepewa nguvu na mamlaka ya kutumia damu ya Yesu na jina la Yesu na ushuhuda wa kinywa chake kumwangamisha shetani. Amen. Ukiwa umeokoka na ujielewe na ujiamini, kwa sababu aliye ndani yako ni moto, aliye ndani yako ni nuru, aliye ndani yako ni mwokozi wako, aliye ndani yako ni mchungaji wako. Ukiamini tu, umepewa nguvu na mamlaka ya kutumia damu ya Yesu na jina la Yesu, hakuna kitakao kutisha. Utainua tu mkono kwa jina la Yesu, sababu hakuna jina jingine limepewa mwanadamu huyu aliyeokoka, amen, la kumuokoa ila jina la Yesu. Amen. Ila damu ya Yesu. Amen. Hii ni sadaka ilitendeka, Mungu akaikubali, tukapata msamaha wa dhambi. Amen. 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 Ili mwanadamu awe na nuru na apate uzima. Amen. Uzima huu sisi tumeokoka, tumeshaupokea. Amen. Wewe hujaokoka, hakika hauna uzima. Hiyo ni thibitisho tosha. Wewe ambaye hujakiri Yesu ni Bwana, na kuambia neno nasema hauna uzima. Lakini wewe umekiri Yesu ni Bwana na umemkubali, umeoshwa na damu, neno hili la wokovu liko ndani yako, wewe umeokolewa, na kuambia umeshapokea uzima. Sema amen. 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 Apigia Mungu wetu makofi mazuri kwa upendo anayetupenda nao. Siku ya leo tuko uhai kwa sababu
ya Jehova aliye juu mbinguni. Amen. Neno nasema vyema, kwa maana jinsi hii Mungu akaupenda ulimwengu. Ni upendo wa namna gani huu uliyefanyika msalabani? Ni upendo wa namna gani huu Mungu anatupenda naye? Sisi tuliokolewa tukiita jina la Yesu, mashina inatuondoka. Tukiomba tunapokea uponyaji kupitia kwa jina la Yesu. Sema siku ya leo ni siku njema. Ni siku njema kwangu. Ni gharama gani umegharimika? Unapokea bure. Amen. Nimeona watu wakipokea bure hapa. Nimeona watu wakiponywa hapa kupitia jina la Yesu na damu ya Yesu. Amen. Hebu jiulize, wewe ulikuja aje mahali hapa? Ni mangapi umepokea kupitia jina la Yesu, kupitia damu ya Yesu na kupitia mapigo? Amen. Ulikuja hapa ukiwa katika kuaibishwa, Mungu akakuondolea aibu. Amen. Ulikuja hapa ukiwa mgonjwa, hakika ukapokea uponyaji. Ulikuja hapa ukilia na kuambia sasa unacheka. Amen. Siku ya leo ni siku ya kuambia Mungu thank you. Kuambia Jehova asante kwa sababu tumedhibitishiwa tosha. Kwa maana jinsi hii Mungu alimpenda ulimwengu. Kwa maana jinsi hii Mungu amekupenda Julius. Kwa maana jinsi hii Mungu amewapenda ndugu zangu. Ametupenda sisi zote. Amen. Kwa maana jinsi hii Mungu anapenda mtumishi wake. Amen. Barikiwa sana, Yesu anakupenda. Amen. Kwa maana jinsi hii. Jinsi gani? Jinsi ya kutoa mwanae pekee. Jinsi ya kutoa Yesu apigwe. Jinsi ya kutoa Yesu apigwe mijeledi. Yesu damu yake ikatiririka. Amen. Akavalishwa taji ya miiba ili wewe uvae taji ya dhahabu. Amen. Nataka tufikirie juu ya wokovu. Wokovu tumeokoka. Hakika inapelekana na Mungu. Hebu tusome hapo chini kidogo. Bali yeye aitendaye kweli huja kwenye nuru. Sema amen. Yeye yote atendaye kweli huwa katika nuru. Na hiyo nuru ni nani? Yesu. Kwa hivyo ni vyema kutenda kweli, sababu ukitenda kweli uko ndani ya Yesu na ndani Yesu ako ndani yako. Amen. Huja kwenye nuru ila matendo yake yaonekana. Bwana pewe sifa. Wazi ya kuwa yametendwa katika Mungu. Amen. Sisi tulie katika kweli na tuanze kutenda matendo ya kweli. Yale yatadhibitishika au yatadhibitishwa ya kwamba na huyo mtu ako ndani ya Mungu. Matendo aliyoyatenda Mungu ako ndani yake. Mungu wetu atuhurumie na tusamehe dhambi na makosa yetu. Sema amen. Sababu neno hili linakuchonga wewe, linanichonga mimi, linairisha ya kwamba nianze kutenda kweli ili Mungu adhihirike ndani yangu na adhihirike mbele ya watu ya kwamba na huyu mtu anatenda kweli na Mungu amedhihirika ndani yake. Amen. Kwa maana jinsi hii Mungu akapenda ulimwengu na huu ulimwengu ulimkataa, sisi tukamkubali. Mungu akaona akatoa mwanae pekee ili yote amwaminie asipotee. Kuna kupotea katika ulimwengu, kuna kuangamia katika ulimwengu. Amen. Ni vyema tuishi katika Mungu. Bwana pewe sifa. Tuishi tukiriniwa wa salvation. Tuishi tukikaa katika Mungu. Bwana pewe sifa. Aliye ndani ya Mungu utenda matendo yanayolingana na Mungu. Na huyo mtu anadhihirika. Huyu mtu hakika Mungu ako ndani yake. Kanisa la Jekuaka Center, washirika wa Mungu, watoto wa Mungu, nawaambia hivi, kuanzia leo tuingie katika nuru. Na hii nuru ni Yesu. Hii nuru ni wokovu. Wokovu tumeona vile kulifanyika.
Amen. Tumeona, tufikirie juu ya wokovu. Tuliokoka lakini tulisahau. Amen. Na ndiposa unaona ya kwamba hata matendo mengine yanayofanyika kumekuwa na laumu katika Wakristo, kwa sababu matendo yao hayapelekani na matendo ya Mungu. Jiulize, unadhihirika au unadhibitisha ya kwamba na huyu ni mtu wa Mungu? Amen. Wacha niwaambie, kurudi kwa Mungu, Mungu anasema hivi: mimi Mungu siachi watu wangu, lakini dhambi zenu ndizo zinanifarakisha na mwanadamu. Amen. Biblia Mungu inasema, na Mungu ametupa nafasi nzuri sana. Anasema ya kwamba njooni tusemezane. Hata kama dhambi zenu ni nyekundu kama damu, nimewapa second chance. Njooni tusemezane, nami nitawasamehe, nitawafanya wangu nanyi muwe wangu. Amen. Kwa hivyo kuna nafasi. Neno la Mungu ni upanga unaokata kuwili, unaorekebisha matendo yao. Tumeona wokovu si wa mchezo. Amen. Wewe unachezea wokovu. Wokovu hauna mchezo. Wokovu una mwenyewe. Wokovu kuna yule aliyegharimikia, ambaye ni Bwana Yesu na Jehova Mungu. Amen. So Mungu awabariki, Mungu anibariki, Mungu atubariki zote. Tujue ya kwamba tunapendwa na Mungu, na jina la Jehova apokee shukrani zetu. Amen. 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 Mungu awabariki na tubariki pamoja. Tulinde wokovu. Na wewe unasikia wewe ambaye hujaokoka, nafasi iko. Amen. Wewe unasikia wokovu wako umetingizika. Wewe unajisikia haujasimama vizuri kwa wokovu. Wokovu huu una gharama yake. Umepewa another chance. Yesu akatuma wanafunzi wawili akasema hivi, ili mmoja akipotewa na nguvu atiwe nguvu na mwingine. Nafasi ndiyo hii ya kwamba wewe unasikia wokovu wako haujasimama vyema. Wewe unasikia wewe hujaokoka na umeishi katika nyumba ya Mungu na hujaokolewa. Nafasi ni yako. Amen. Upokee Yesu, upokee nuru, usiangamie, upate uzima wa milele. Karibu mtumishi wa Mungu. Amen. Haleluya. Bwana kubariki sana. Amen. Nimeokoka. Yesu ni mwema, amekuwa mwema, mwaminifu. Na nimemuona ushindi wake. Nimetoka kazi mahali pengine na nimetoka na salamu kosa Diomo Peter Diomo. Nimetoka kanisa pale Zimama, na nitafanya service nyingi kuna kule. Nimeitwa huko nilikatala, lakini sasa nikasema tayari. Amen. Bwana kubariki sana. Sisikiangi mara nyingine kutoka hapa. Upenda kukaa hapa. Na Mungu akubariki sana na kutende mema. Ushindi upatikane ndani ya maisha yako. Na neno la Mungu likasimame. Ndio neno nimehubiri kule katika kitabu cha John chapter 3:16. Ndio nimehubiri kule. Na ndio nimekuta hapa mhubiriwa juu ya upendo wa Mungu. Na tukarudi tukasoma kitabu cha Luka chapter 24 verse 1 up to number 10. So neno ni moja, ati ya kwamba upendo wa Mungu, tujua kwamba kuna yule ametupenda mpaka akamtoa mwanae wa pekee. Sijui ni kitu gani wewe umetoa. Ikiwa mwili ule tu umepewa wewe mwenyewe, unashindwa kuutoa kwa ajili ya Kristo, siku 2-3 unashindwa kuendelea katika njia za Mungu. Ukuja kanisa tukuleta mwili wako ndani ya nyumba ya Mungu na kuwashinda. Ukiangalia unakuta ya kwamba tuko na udhaifu mwingi sana. Haleluya. Amen. I think kuna watu nimekuta wanapenda Mungu sana. Nimekuta watu wajabu pale, nikapitia hata kanisa lingine nikaingia. Kuangalia tu. Unajua si alikuwa nje siku ya Saturday. Nikakuta naye kanisa limejaa. Sasa hapa nikaja nikakuta naye kuna mapengo, nikajua kuna watu. I think kuna biashara iliingia katika Cheko Center hapa West.
Sasa tunaifunga leo katika jina la Yesu. Haleluya. Kila watu wanaenda kutafuta kiko kule, kiko hapa. Are you together? Wale wanaenda kazi siku ya Sunday na shughuli siku ya Sunday, asiko kule, Baraka asiko kule. Maria mahali walienda kutafuta Yesu wa kaburi, malaika aliwaambia hivi, hayuko huko. Nami namwambia wale wanakuwa na shughuli siku ya Sunday, Baraka asiko kule, siko hapa. Haleluya. Haleluya. Kule ni makaburi. Kule ni makaburi, watu wanaenda kuangalia waone kama watapata mwokozi. Mwokozi hapatikani kule, mwokozi anapatikana katika nyumba ya Mungu. Amen. Kwa hiyo siku ya leo ningependa kwamba tujifundishe kukaa ndani ya nyumba ya Mungu na kumtumikia Mungu. Amen. Nilikuwa nauliza sasa hata kusema nyumba ya Mungu inakuletea shida zile tuko nazo na watu wa nje si the same. Tukiwa ulimwengu tuko the same. Ukigonjeka na gonjeka. Yule wa kule ulimwengu akipata shida na pata shida. Tofauti hakuna hata kidogo. Iliyoko ni vile sisi tulia na mtetesi aliyesulubishwa msalabani, aliyejipeana na ndiposa apate uzima, tupate uzima wa milele. Kule tunaenda kutafuta baraka, kule hakuna baraka. Siko hapa. Mariamu na kina Susana walienda kaburini, malaika akawaambia hivi, hayuko hapa, endeni mpeleke habari kwa wanafunzi wake, waambie ashafufuka, ameenda mahali kuna stahili. Siku ya Sunday tunastahili tuende mahali kuna stahili. In Jesus mighty name. Hallelujah. Hayuko huko, hayuko kazini, hayuko kwa pate. Na kuna kitu moja niliambia Mungu, anisaidie siku ya kutumikia. Siku ya kumtumikia Mungu asije kuniletea kikwazo. Lakini nisikia hata kama nilikanya kuongea Kikuyu, niliambia na mkaanza Kikuyu fiki. Nitaongea tu na nitauliza sababu niambia sijui hata Kikuyu. Na yule ananiambia hata ajui Kibembe, hata vile watu wanasalimiana. Afadhali mimi najua kidogo. Amen. Ilisemekana Edward Longoria sasa ikiwa hata viongozi wale wengine wanaongoza wanashindwa hii siku, si unaona shida iko. So nimeshangaa sana. Nimekuta kanisa wamejipanga, wameketi vizuri sana. Hakuna kiti ila mtu. Ni watu wanakuja kiti inatolewa huko inawekwa. Hivi nikaangaliaje, hata asubuhi nilikuwa naambia, nilienda nikicheka nikasema najua nikifika huko nitakuta watu wamejielewa. Jackie Waka Center, Kawa West, tuacheni udhaifu kutoka na Jesus name. Hallelujah. Yesu hayuko huko, baraka ziko huko, tunaenda kutafuta, siko hapa. Sisi ni washuhuda kusema kwamba Yesu ako hapa. Pesa ziko wapi? Hapa. Baraka ziko wapi? Hapa. Hallelujah. Sio kule. Siku ya Sunday, siku ya kumtumikia Mungu, ukienda kutumikia maisha yako, unakuja kulipa baadaye. Ile pesa yote umetafuta sinakuja inapangiliwa siku moja, inaisha yote. So tutumikieni Mungu na Mungu atatutenda mema na tutabarikiwa. Amen. Imagine nilikufundisha jana ile maneno ya ile 7 series, ile mioyo 7. Mwenye kwenda kufungua. Unajua wakati watu wameokoka, hawakuwa na kusikiza neno wajiprepare, hukumu inatutapitia. Ukuje kanisani na una kitu ukula. Haleluya. Ni nani ashawahi kuja kanisani hapa au alipo wengine hakuwa na kitu ukula au hakuwa na kitu kwa nyumba? Akirudi nyumbani anapata chakula, inua mkono. Ilitoka wapi? Si Mungu anapeana. Haleluya. Ni nani ashawahi kuenda kanisani au kama ni siku hata ya huduma akaja tukashinda hapa na hata una nuru, ukienda nyumbani unakula na unakunywa, inua mkono. Hapa ndio Yesu wako. Kule kwingine tunatafuta huko, si kule hakuna. Hapa ndio Kristo wako na ndiye akona baraka zake. Haleluya. Siku ya leo tujue kwamba kama
kile upandacho ndio utavuna. Ukipanda kizuri utavuna kizuri. Haleluya. Wakati unapeleka mwili wako katika nyumba ya Mungu, kutoka pale unabarikiwa. Tunapo Susani aligongwa Diana aligongwa vizuri. Basi Itali walikuwa wanapigania sauti mtu. Mjeshi mmoja wao tumemweza. Lakini saa hii hapo hapa. Haleluya. Haleluya. Na kama kuna watu wanafanya kazi sensitive hapa, wa kwanza ni Susan na yule kijana yake, jina yake na nisikia ikiwa ngumu. Na nisikia kumuita sijui wake moto, sijui wake konyo, Gekonyo ile kazi anafanya wakiwa na bibi yake hapa. Akiwa na Susan. Ni nani mwingine anafanya maneno vitu ya chakula greens. Chakula kazi very sensitive. Mshawahi kwenda hasara wa Mungu? Mshawahi kwenda hasara siku ya Sunday? Mshawahi kukosa kitu ukula? Jina la Bwana liinuliwe. Hata ilikuwa inafika Yesu akauliza maswali. 5 wakati alikuwa na nyinyi. Mshawahi kukosa kitu ukula? Alikuwa anawauliza hiyo maswali. Amen. Ni ngumu sana. Wanafunga, ikifika jioni wanauza vizuri. Mtu mbona ushawahi kukosa chakula Sunday? Haleluya. Wacha nimwambie siri moja. Ukishika Mungu atakushika. Ukimwachilia atakuachilia. Haleluya. Shika Yesu. Tumesema biashara zote za Sunday tumekataa in the name of Jesus. Haleluya. Tutumikie Mungu siku ya Sabato. Umesikia wingi. Umesikia wingi mwingi sana. Wingi. Sina la Bwana ndio. Wacheni tufanye hivi. Yesu hayuko huko, ako hapa. Amen. Baraka ziko kule. Siko hapa. Malaika ndiye aliongea haya maneno. Tunaenda kutafuta kaburini, ndio alikuwa anawaambia huko nimetoka. Watu wanaenda kutafuta kilio hai kaburini. Na hakiko kimefufuka. Tuacheni kutafuta kilio hai kwa kaburi. Kishafufuka tayari. Wakaambia endeni mkapasa sauti mitume wake. Nasi endeni tukapeleka ripoti kwa wale wengine waliokoka. Ati Yesu hayuko huko. Haleluya. Hayuko kaburini. Haleluya. Kuna type mbili kanisani. Na ndio nimewaambia kule. Kuna Wakristo wanaishi wakiwa wamekufa. They are spiritually dead. Kuna mfu aliye ndani yao. Kuna kifo iko ndani yao. Amen. Na wengine wamefufuka. Wewe unasikia hata hasira, unasikia vibaya, hata una furaha siku ukiwa kanisani, wewe roho yako ishakufa tayari. Na wengine wanaingia kanisani wanaumwa na kichwa, sababu ya akija kanisani hakuna kitu kingine. Ako kama ile shule ule beberu yake iliibiwa. Ilikuwa na mandefu. Shosho huyo alikuwa na beberu kukiwa kunanyesha kama saa hii. Alikuwa naiba ya Susan. Beberu yake ilikuwa na mandefu. Siku moja ukinyesha, waisi walikuja wakafungulia, wakaenda naye. Pasa wao alikuwa na ndefu kubwa. Sasa wana time wakati ule pasta na vile anasema the Bible says that Jesus is coming today. Jesus is Yesu amefufuka. Na shosho anaangalia hiyo tundefu, anakumbuka ile beberu yake. Analia. Sasa basi anafikiria spira na sidi kuhubiri. Shosho anapokea Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anaendelea. Kumbe si Roho Mtakatifu. Shosho anaangalia pasta, anaona ndefu, anakumbuka beberu iliibiwa. Paka akaenda kamuliza na ganga, I think Bwana amekutasa. Yeah, God has touched you. Tusikia kwa kiongea. Bwana amekugusa sana. Kwa maana naona unalia Roho wa Mungu ananiambia kwamba umebarikiwa sana. Umebarikiwa sana.
Ni nini unasikia ndani ya roho yako? Niye na wakanele ndirakorora kalini kana mburi yakwa ndiraigo tuko. Haleluya. Kumbe hiyo tu ndio inafanya ulie. Haleluya. Jina la Bwana liinuliwe. So please nakuomba kutoka leo, unaweza kuona mtu ameketi tu na amelala, si yeye mbaya, kuna kitu anafikiria mahali. Beberu yake ni chukua za Shetani usiku. Wokovu wako ulienda au kitu fulani kilienda. So tufufuke siku ya leo pamoja na Kristo. Yesu hayuko kaburini, amefufuka. Amen. Katoliki saa hii leo ndio ile ibada kubwa sana, kwa maana wanafuata Biblia. Kwa Kristo saa hii ndio nao wageni wamejaa, na ile chapati tulibakisha sasa ndio inakuliwa leo. Na ujue kwamba hiyo chapati unakula leo utaiacha ikikuliwa kama vile wengine waliacha. Haleluya. So siku ya leo acha tumwabudu Bwana, tufufuke ndani yetu. Mioyo yetu ifufuke. Tusimame na Bwana. Simama mahali uliko, uje hapa tuombe.